Tuanze uchambuzi wetu ambapo kamishna mkuu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Volker Turk ametoa wito wa uchunguzi kuhusu kile kinachoaminika kuwa mauaji ya mamia ya watu yaliyofanywa wakati wa maandamano ya uchaguzi wa Oktoba 29 nchini Tanzania, ambapo wagombea wawili wakuu wa upinzani walizuiwa kushiriki. Tatu Karema na maelezo zaidi. Katika taarifa, Turk amesema kuna jaribio la dhahiri la kuficha ushahidi kufuatia ripoti kwamba polisi wa Tanzania walikuwa wakichukua mili kutoka vyumba vya kuhifadhia maiti hadi maeneo ambayo bado hayajafichuliwa, na akahimiza mamlaka kutoa mili kwa familia za waliopoteza watu kwa ajili ya mazishi. Taarifa hiyo imetaja mamia ya watu wanaoaminika kuwa wameuawa, lakini imesema imeshindwa kuthibitisha kwa uhuru takwimu za majeruhi kutokana na hali tete ya usalama na kufungwa kwa mtandao wakati uchaguzi. Ofisi hiyo ya Umoja wa Mataifa pia imetoa wito wa kuachiliwa huru bila masharti kwa viongozi wote wa chama cha upinzani ambao wamekamatwa, akiwemo kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu, ambaye kesi yake ya uhaini iliahirishwa Jumatatu kutokana na kile kilichotajwa na mwendesha mashtaka kuwa masuala ya kiusalama. Wakati huo huo, akizungumza kwa njia ya video kutoka Nairobi, Kenya, msemaji wa ofisi hiyo ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Saif Magango alitoa wito wa uchunguzi wa haraka wa mauaji na ukiukwaji mwingine unaofanywa katika muktadha wa uchaguzi nchini Tanzania. Kuna ripoti za kutia wasiwasi kwamba mamia ya waandamanaji na watu wengine wameuawa na idadi isiyojulikana wamejeruhiwa au kuzuiliwa, na kwamba vikosi vya usalama vimeonekana vikiondoa miili kutoka mitaani na hospitali na kuipeleka kwenye maeneo yasiyojulikana katika jaribio la kuficha ushahidi. Magango pia amehimiza mamlaka nchini Tanzania kutoa taarifa kuhusu hatma na mahali walipo watu waliopotea na mili ya waliouawa kukabidhiwa kwa wapendwa wao ili izikwe kwa heshima. Akizungumzia wito huo wa Umoja Mataifa, mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania Gwandumi Mwakatobe ametilia mashaka ikiwa kweli wito huo uliotolewa unaweza kutekelezwa. Kwa jinsi ambavyo ninavyoona utawala ambapo umekuwa ukijibu yale ambayo watu na wanaharakati mbalimbali wa haki za binadamu ikiwemo Amnesty International ambayo mara kadhaa imewahi kusema yanayotokea Tanzania, kuteka watu, kuuawa, wapinzani kuweza kuwekwa ndani pasipo hata makosa yaliyo dhahiri. Haikuwahi hata siku moja serikali kuweza kuitikia hayo matamko ya taasisi za kimataifa. Kwa hiyo sina uhakika kama kweli serikali inaweza ikaitikia kilio na wito wa taasisi za kimataifa. Upinzani nchini Tanzania unasema kwa zaidi ya watu 1,000 waliuawa wakati wa ghasia hizo za uchaguzi. Shukran Tatu Karema. Kabla ya kujadili hilo, tunayo ripoti hii inayosema kwamba kikao cha kwanza cha bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kimeanza jana kikiwa na zaidi ya wabunge 200 kutoka chama tawala CCM, huku vyama vya upinzani vikiwakilishwa na wabunge wasiozidi 20. Hili limezua mjadala juu ya usawa na uwiano katika upitishwaji wa sheria, sera na uwakilishi wa michango ya vyama vya upinzani katika bunge hilo. Florence Majani ametuandalia taarifa hiyo. Zile vuta ni kuvute zilizofanyika kwa zaidi ya miezi miwili ya kampeni za uchaguzi na baadaye uchaguzi mkuu sasa zimeingia dimbani rasmi jana katika kikao cha kwanza cha bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bunge hili lililofungua ukurasa wake mpya jana, kadhalika lilimchagua spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu, mbunge wa Ilala kupitia CCM, ambaye alipata kura 380 zilizopigwa na mshindani wake Steven Masele ambaye alipata kura 16. Nathibitisha kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa bunge, na katika kutimiza wajibu wa cheo hichi nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba. Wabunge 385 wakiwamo wa viti maalum waliapa jana kulitumikia taifa hili la Afrika Mashariki na kuwakilisha wananchi katika maeneo yao. Hata hivyo, kati ya wabunge hao 265 waliochaguliwa majimboni ni wa CCM na wabunge 4 ni wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo na 2 ni wa viti maalum kutoka chama cha upinzani cha Umma. Uwakilishi huu mdogo wa bunge wa upinzani umeibua maswali. Je, wapinzani watafurukuta vipi katika bunge hili?
DW imezungumza na mbunge wa Tunduru Kaskazini kupitia chama cha ACT Wazalendo Ado Shaibu. Kwa hiyo watu wanalitazama bunge hili kwa jicho la umakini mkubwa sana na kuona kama litakuwa ni bunge la matumaini kwa Watanzania ama litakuwa bunge la kuisifia na kuipongeza serikali. Na ndio maana tukamtupia swali kama bunge hili litakuwa na ajenda ya maboresho ya demokrasia nchini Tanzania na kama mchakato wa katiba mpya utapata nafasi katika bunge hili. Hoja hii inaibuka wakati huu kwani katika bunge la 12 kulikuwa na mbunge mmoja tu wa upinzani aliyeshinda jimboni akitokea Chadema na wabunge wengine 19 wa viti maalum. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema uwakilishi mdogo wa upinzani katika bunge unaakisi kushindwa kwao katika majimbo na hilo litaminya nafasi ya mawazo yao kutekelezwa. Mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Tanzania, Chief Yakoba, ana mawazo yake. Mapema mno kuzungumza hivi kwa sababu tumeshuhudia bunge lililopita ambalo tulidhani mwanzoni kwamba bunge lile linaweza kuweka maslahi ya wananchi, lakini badala yake haikuwa hivi. Chama kilionyesha kushika hatamu na matakwa ya chama ndio yalikuwa yakifanyiwa kazi. Kwa hivyo ni vigumu kwa sasa na ni mapema sana kuzungumzia hilo kwa sababu ya historia ambayo tumeipitia bunge lililopita. Sura hii ya bunge la 13 ambalo kimsingi halitakuwa na kambi rasmi ya upinzani wala baraza kivuli la mawaziri kutokana na idadi ndogo ya wabunge wa upinzani, wachambuzi wanaliita bunge la kijani. Hata hivyo ni mapema mno kuhoji kwani huenda wapinzani hao wachache wakaibua hoja ambazo serikali zitaibeba. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Mwamko wa vijana katika kudai mageuzi ya utawala nchini Uganda unazidi kushika kasi na kuhanikiza katika kampeni za uchaguzi zinazoendelea licha ya vitisho na vitendo vya kamata na manyanyaso mbalimbali dhidi yao. Taswira inayoshuhudiwa ni mvutano kati ya vizazi vya viongozi wa baada ya uhuru na vijana wa enzi hizi wanaoelezea kuwa hawatozuiwa na utawala kutimiza ndoto zao kutokana na maovu kama ufisadi na ukandamizaji wa kisiasa. Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti ifuatayo. Huo ni mojawapo ya mikutano ya kampeni za urais za mgombea Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine zinazoendelea sehemu mbalimbali za nchi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Januari mwakani. Bobi Wine ameendelea kuwahimiza vijana wasahau tofauti zao za kikabila, kidini na kitabaka, kwani hivyo ndivyo vimetumiwa kuleta mgawanyiko na uhasama miongoni mwa jamii za Uganda. Katika mojawapo ya mikutano hiyo, Bobi Wine aliwaambia vijana kwamba watumie nafasi hii ndogo ya uchaguzi kuonyesha kero zao dhidi ya utawala kupitia kwa kupiga kura. We are the grandchildren of the young men and... Sisi ndio wajukuu wa vijana wa kike na kiume wa mwaka 1962 na sisi ndio mababu za watoto watakaozaliwa. Kwa hiyo ni jukumu letu kujenga mustakabali wa vizazi vijavyo. Kutokana na hoja hiyo, baadhi ya vijana ambao licha ya kutokuwa wafuasi wa moja kwa moja wa Bobi Wine wanahisi kuwa hii ni fursa kwa mwamko ambao waweza kuleta mageuzi ya utawala na kuwawezesha kuhalisisha ndoto zao, lakini matumaini yao yanakumbwa na vizingiti ikiwemo vitisho, vitendo vya kamata na manyanyaso mbalimbali dhidi yao na vyombo vya dola. Ni kwa ajili hii ndipo baadhi wamekosoa utawala wa sasa kwa kudhihirisha kuwa unajali tu maslahi binafsi badala ya mustakabali wa nchi, pale wanapoambiwa kuwa makosa makubwa wanayofanya ni kutaka mageuzi kupitia kwa rabsha na machafuko. Kijana wa kike Yvonne Mpambara amekosoa viongozi wa sasa kwa mtazamo huo wao anaoelezea ni kisingizio tu. We are hearing is that young people are violent. The state is violent every day. Msemo tunaosikia ni kwamba vijana ni washari wanaopenda machafuko. Dola ni shari kila siku, kwani tunaona polisi wakiwakamata vijana bila hatia. Police arresting young people for nothing. Vijana wanakumbusha viongozi wa sasa kwamba kipindi kile walipopigania haki zao kutoka kwa tawala zingine walikuwa rika zao na walitambua kuwa mwendelezo wa tawala hizo ungewakosesha mustakabali bora, lakini baada ya wao kuingia madarakani hawatambui kuwa nao wanaendeleza hali ambayo inaleta mashaka kwa vijana kutokana na kukithiri kwa mienendo ya ufisadi, ukiukaji wa haki za binadamu, ukosefu wa fursa bora za kipato na huduma duni za elimu na afya. Lakini Rais Yoweri Museveni amekariri kuwa vijana wanapotoshwa na kuwaonya dhidi ya kushiriki maandamano yanayopangwa kwa ufadhili wa kigeni. They were working with the Kyagulanyi's group, that they are experts in riots.
wanashirikiana na kundi la Chagulanyi wakidai kwamba ni wataalamu wa machafuko na wanafadhiliwa na makundi ya kigeni. Foreign groups funding them. Hata hivyo, vijana hawaonyeshi kuhofia vitisho kama hivi, na sasa hata wazazi wao wameanza kukubali kwamba pale walipoendelea kuhofia yale ambayo yangewapata kama wangepinga utawala, walitoa nafasi kwa utawala kujimarisha na kujenga mazingira haya ambayo sasa ni mkwamo mkubwa wa walimu wao na watoto wao. Brenda Nakalema ni kijana anayechambua masuala ya utawala. Just because you're young doesn't mean that you don't have an understanding of how. Kwa sababu wewe ni kijana, haimaanishi uelewi jinsi utawala unavyokunyanyasa. Vijana wameshuhudia hali hiyo mara kwa mara. Over and over and over and over again. Tofauti kabisa na miaka ya nyuma ambapo vijana walitazama tu kampeni na uchaguzi vikifanyika. Kwa sasa wengi wamejitosa ulingoni kuwania viti mbalimbali vya uongozi. Lakini changamoto kubwa kwao ni ukosefu wa pesa, kwani wapigaji kura wengi hudhani kuwa hiki ni kipindi cha wao kuvuna kutoka kwa wagombea. Lakini vijana wanaamini kuwa matumizi ya teknolojia za mitandao ni fursa ambayo watatumia kuwahamasisha wenzao kuleta mageuzi hata kama utawala una uwezo wa kuzitatiza. Lubega Emmanuel, DW Kampala.